Karibuni sana popote mlipo ndani mwa Radio Fortune Africa kuwe na burudani na kipindi Mwanga wa Baraka na kitengo kizuri kabisa ambacho ni wanawake shujaa katika maandiko. Tumekuwa tukimwangalia mama kwa jina Abigaili na tumejifunza mengi sana kwa mama huyu, lakini leo hii nataka nikupe mambo mawili tu matatu ya kuhusiana na mwanamke huyu, alafu tuwe tumekamilisha upande wa mama Abigaili tutakapokuwa tunaanza kwa mama mwingine. Jambo la kwanza, unavyoangalia baraka ambazo zilikuwa kwa Abigaili. Nasema hivi, siku zote katika jamii ama katika jamaa yako ama watu wako wa nyumbani, wewe ukiwa mahali pale, jambo la kwanza ambalo linakufanya ufanye ambalo nimeliiga na kujifunza kwake mama Abigaili ni hili: fanya sasa, usifanye kesho. Usiahirishe jambo lile ambalo ulitaka kulifanya leo. Abigaili kama angeahirisha jambo lile ambalo walikuwa alifanye sasa, alifanye kesho, basi Daudi angekuwa alikamilisha mipango aliyokuwa nayo. Basi ukiwa una jambo ambalo unataka kulifanya, lifanye sasa hivi. Adui wa maisha yako ni wewe mwenyewe tu. Ikiwa utaahirisha jambo lile ambalo ilifaa ulifanye leo ili ulifanye kesho, linaweza kudhuru. So ninajifunza kwa mama Abigaili, ni mama ambayo alifanya kwa wakati. So pia nawe ninakutia moyo, ufanyapo jambo lifanye kwa wakati huo. Jambo la pili ambalo nimejifunza kwa mama Abigaili, wacha mawazo ya kushindwa. Kuwa mtu ambaye anajua kesho. Wacha kudoubt ya kwamba niende ama nisiende, nifanye ama nisifanye. Jambo la pili, wacha kuwa mtu ambaye anajidoubt ya kwamba itawezekana. Ukiamini ya kwamba inawezekana, basi inawezekana. Ukitembea na walioshinda, basi utashinda. Bali ukitembea na walioshindwa, watakufanya pia nawe kuona ya kwamba uendako pia nawe utashindwa. Siku zote kuwa na dhamira ya kwamba niendapo nitafaulu. Haya ni bayana ya mambo nimejifunza kwa mama Abigaili. Jambo la tatu ambalo nilijifunza kwa mama Abigaili katika somo la wanawake shujaa katika maandiko, tulipokuwa tunamchunguza mama Abigaili, nilijifunza kwamba ni mama ambaye hakuwa mvivu. Uvivu ni adui wa maisha ya mwanadamu. Ya kwamba una maono, una ndoto, lakini maono na ndoto yako itapotea tu wakati utakosa kuwa mama aliye shujaa, asiyekuwa mvivu. Katika tabia zake Abigaili, nilimuona mama ambaye alikuwa anajituma siku zote. Nilimuona mama aliyekuwa shujaa katika siku zake za maisha, akiwa anajituma. Hakupenda usingizi, hakupenda kulala. Unaona, hata usiku ule aliamua kuchukua wafanyakazi pamoja na punda na vyakula, na ni usiku, wakati wa kulala, akaenda kutafutana na Daudi kumwambia, umsamehe mume wangu na yale aliyoyafanya. Basi alikuwa mama aliyekuwa na maono na ndoto na alitaka itimie, basi hakuwa mvivu. Ndilo jambo naliyojifunza kwa somo la mama Abigaili. Jambo lingine, jambo la nne, wacha kuwa na tamaa. Hakuwa mama mwenye tamaa mingi. Yaani kwa sababu mali ni yetu, hatuwezi kuigawa. Mali ni yetu, hatuwezi kuitoa. Hapana, hakuwa na moyo wa tamaa. Wakati alikuwa na lengo lake, alidhibitisha. Natamani pia nawe uwe na lengo ya kwamba kile unachohitaji kitendeke, lenga mpaka kifanyike. Unahitaji amani, ilenge. Unahitaji kazi, tafuta kwa bidii. Usiwache kuifuata siku zote. Kilio cha maana sana, usiwe mtu wa tamaa. Kujiona uko kwa mazingira mengine. Natamani uone ya kwamba usione kwa sababu uko in a comfort zone. Jambo la tano, usiangalie maana uko kwa comfort zone ukasema mimi nimefika. Hapana. Hata hapo kwa comfort zone kunaweza kuwa na matatizo. So mahali uliko, licha pana usalama ama hapana usalama, licha umepazoea ama hujapazoea, jaribu sana
kusimama na kuendelea mbele. Unapoacha kukaa in comfort zone na kusonga mbele, basi ishara za kuendelea zinakuwa nzuri na kudumu zaidi. Na mbali na hayo, ishi maisha ya nidhamu. Kama jinsi aliyojifunza kwa Mama Abigaili, aliishi maisha ya nidhamu. Asante, imekuwa ni kitengo kizuri kuwafahamu wanawake mashujaa katika maandiko, na tumekuwa tukimshughulikia Mama Abigaili. Tumejifunza mengi kwake na tumeona mengi. Mungu wa amani akulinda, kutunza, kubariki popote utakapoenda. Ukiendelea kuzifuatilia na kuendelea kuangalia, unapokutana tu na video zetu mitandaoni, like, follow, comment, na tunafurahi sana tukiona hivyo. Hii ni idhaa ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani, na mijina ni Mathew Ndeva. Endelea kusimama kituo hiki kimaombi na kifedha, na ni jambo la maana sana. Asante. Unapokuwa unatamani kusimama na kituo hiki, till namba yetu ni 4561468, maana tunatamani kusalia hewani daima, na zaidi ya yote kupenyeza kufika FM. Mungu awalinde sana. 4561468 ndio till namba yetu. Asante na karibu mno.